njia hii hawezi kuipita anayekula Jumatatu hadi Jumatatu, wala hawezi anayesema duniani huwezi kuwa mtakatifu, anayependa mikumbo makundi, anayeogopa kutengwa au kuwa mpweke, anaombewa roho ya kibali, anaombewa roho ya kupendwa, ili hali imeandikwa mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina. Njia ya makamanda hii, njia hii hawaipiti wanaotoa au kupokea rushwa, wala hawaipiti wasio tayari kuachwa peke yao kwa ajili ya jina hili. Ndio maana lazima wahesabu kwanza gharama, ndugu ama na rafiki zao ama na jamaa zao kwa ajili ya jina hili. Hawaipiti wanaoshinda siku nzima bila hata kuomba saa moja, wanasingizia kazi yao masomo eti inani bana. Ndiyo maana tamaa ya uzinzi kwao ni kawaida, matusi, fitina, ushirikina kwa walokole wa sasa, hiyo ni kawaida. Imebaki kulingia dini zao, yani dini yetu ndo kiboko. Imebaki kulingia maaskofu wao au mkwaya yao au misitepu yao. Misitepu yenyewe wanayosema alitikisa ni ile ya kuzimu kuzimu. Unafanya mchezo nafikiri mbingu ni kama ile ya Morogoro, yani kama vile kijini kwa bibi yako kwamba utaenda kugonga tu ingie. Imeandikwa mjafanya vita mkamwaga damu mkishindana na dhambi. Ni ya kutengwa inapobidi, ni ya kuteswa, njia na jamaa zako, njia wa karibu, njia ya machozi, njia na nimdevi, njia yake ni ya machozi, njia. Tuna kizazi chenye mizaa kweli kinajiendekeza, kizazi ovyo sana, kizazi cha watu wanaotumia neno neema vibaya, wanaojua ni kubweteka tu, ila neema ndio itakayokuwa inafanikisha. Mpendwa, kama tafsiri ya neema ilikuwa ni hiyo, kwa nini waliotutangulia jasho la damu lilikuwa likiwatoka? Paulo anasema katika kufunga mara nyingi, katika mikesha mara nyingi,